Mheshimiwa Rais, kwa heshima na taadhima, naomba nianze kwa kumshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia uzima, afya na kutuwezesha kukutana hapa Ikulu katika hafla hii adhimu ya siku ya Gawio ya Tanzania. Mwaka huu taifa letu linashuhudia hafla hii ikifanyika kwa mara ya 3 kufuatia ridhaa yako ya tarehe 11 mwezi Juni 2024 ya kuanzisha kwa utaratibu huu muhimu wa kitaifa. Mheshimiwa Rais, kwa niaba ya wote tuliopo hapa, napenda kukuletea pongezi na shukrani za dhati kwa uongozi wako wenye maono uliowezesha hafla hii kuwa tukio la kila mwaka lenye hadhi na umuhimu mkubwa wa kitaifa. Aidha, tunakushukuru kwa heshima kubwa unaendelea kuipa hafla hii kwa kushiriki binafsi kama mgeni rasmi, jambo linalodhihirisha uzito unaotoa kwa ajenda ya uwajibikaji, tija na manufaa ya uwekezaji wa umma. Mahudhurio yako katika tukio hili ni ushahidi usio na shaka wa dhamira yako ya dhati ya kusimamia kwa karibu utekelezaji na wajibu wa taasisi za umma ili uwekezaji unaofanywa kwa niaba ya wananchi ulete matokeo yanayopimika, matokeo ambayo yana manufaa na ni endelevu, na kuleta mchango wa kweli katika kukuza uchumi na kuharakisha maendeleo ya taifa letu pendwa. Mheshimiwa Rais, kauli mbiu ya Gawio Day 2026 isemayo uwekezaji wenye matokeo ni nguvu ya uchumi shindani na maendeleo endelevu kuelekea dira ya 2050 inaakisi dhamira ya serikali ya kuhakikisha kwa kila rasilimali inayowekeza kwa niaba ya wananchi wa Tanzania inaleta thamani inayoonekana, inayopimika na inayogusa maisha ya wananchi. Kauli hii inatambua kwa mafanikio ya uwekezaji ya umma hayapimwi kwa ukubwa wa mali au mtaji uliowekezwa pekee, bali kwa mchango wake katika kukuza uchumi, kuongeza mapato ya serikali, kuboresha huduma za jamii, kuimarisha ushindani wa taifa na kuleta ustawi wa wananchi. Mheshimiwa Rais, mafanikio tunayoshuhudia leo katika ongezeko la gawio na michango ya taasisi za umma kwenye mfuko mkuu wa serikali ni ushahidi wa mageuzi makubwa ya kiutendaji, kiutawala, kimkakati yanayoendelea kutekelezwa chini ya uongozi wako mahiri na tukifuata maono yako na maagizo yako. Matokeo haya yanaonyesha kuwa uwekezaji wa serikali unapoongozwa na misingi ya uwajibikaji, utawala bora, ufanisi wa biashara na usimamizi makini wa rasilimali za umma unakuwa kichocheo kikubwa cha maendeleo ya taifa. Kwa msingi huo, Gawio Day si tu kusherehekea mafanikio ya kifedha pekee, bali ni jukwaa la kutathmini namna ambavyo uwekezaji wa serikali unaendelea kubadilishwa kuwa fursa za ajira, huduma bora kwa wananchi, maendeleo ya miundombinu, ukuaji wa sekta binafsi na uimara wa uchumi wa taifa. Aidha, ni uthibitisho kwamba taasisi za umma zinaendelea kuwa nyenzo muhimu katika kufanikisha ajenda ya maendeleo ya taifa, kujenga uchumi shindani na kuharakisha utekelezaji wa dira ya 2050. Mheshimiwa Rais, tunatambua kuwa mafanikio haya yanatuwekea wajibu mkubwa zaidi wa kuendelea kuimarisha utendaji, kuongeza tija, kuhimiza ubunifu na matumizi ya teknolojia, pamoja na kuhakikisha kuwa kila taasisi ya umma inatoa matokeo yanayolingana na matarajio ya wananchi. Dhamira yetu ni kuona kuwa uwekezaji wa serikali ukiendelea kuwa nguzo imara ya ustawi wa taifa leo na pia kwa vizazi vijavyo. Mheshimiwa Rais, tarehe 11 Juni 2025 ulitupa heshima ya kukukabidhi kiasi cha shilingi trilioni 1.028 kilichokuwa kimekusanywa hadi kufikia tarehe hiyo kama gawio na michango mingine kutoka taasisi za umma. Kiasi hicho kilikuwa ni cha kihistoria katika ofisi ya msajili wa hazina na kilidhihirisha mafanikio ya jitihada za serikali yako katika kuimarisha usimamizi wa uwekezaji wa umma, uwajibikaji wa taasisi pamoja na matumizi yenye tija ya rasilimali za taifa. Pamoja na kutambua mafanikio hayo, Mheshimiwa Rais, ulitoa maelekezo makhsus kwa ofisi ya msajili wa hazina na viongozi wa taasisi za umma kuongeza kasi ya mageuzi, kuimarisha utendaji pamoja na kuhakikisha kuwa mali na uwekezaji wa serikali unaleta tija kwa taifa. Maelezo haya yalisisitiza kuwa mafanikio ya mwaka mmoja hayapaswi kuwa mwisho wa safari, bali yawe chachu ya kufikia viwango vya juu zaidi na vyenye tija, ufanisi na mchango katika mfuko mkuu wa serikali. Mheshimiwa Rais,
Maelekezo yako yameendelea kuwa dira ya utekelezaji wa majukumu yetu. Yamechochea dhamira ya kuifanya Ofisi ya Msajili wa Hazina kuwa taasisi inayosimamia uwekezaji wa serikali kwa mtazamo wa matokeo, thamani na uendelevu. Lakini pia yamepokewa na kusimamiwa na wenye viti wa bodi zote pamoja na management zao. Aidha, maelekezo hayo yanaendana kikamilifu na adhima ya taifa ya kuongeza mchango wa mapato yasiyo ya kodi, yani non-tax revenue, ili kufikia 10% ya mapato ya serikali. Kutoka wastani wa sasa ambapo tulikuwa 3% tulipokuwa kutoa maelekezo pale itakapofika mwaka 2030. Hivyo mafanikio tunawasilisha leo si tu mwendelezo wa utekelezaji wa maelekezo yako, bali ni hatua muhimu katika safari ya kujenga uchumi imara, shindani na unaojitegemea zaidi kwa manufaa ya Watanzania na kama tulivyosema kwa kizazi cha sasa na kizazi kijacho. Mheshimiwa Rais, ninayo heshima na furaha kubwa leo kusimama mbele yako kukabidhi migawio na michango mingine ambayo ni kubwa zaidi kuliko ile iliyowasilishwa mwaka jana. Hadi kufikia tarehe 29 Juni 2026, Ofisi ya Msajili wa Hazina imefanikiwa kukusanya jumla ya shilingi trilioni 1.327 kutoka taasisi za umma na kampuni ambazo serikali ina hisa chache. Kiasi hiki ambacho tumekikusanya ni ongezeko la shilingi bilioni 300 ikilinganishwa na shilingi trilioni 1.028 nilizokabidhi mwaka jana katika kipindi kama hiki, sawa na ukuaji wa 30%. Lakini Mheshimiwa Rais, kama tungekuwa tunahesabu pesa yote ambayo inatoka katika taasisi zinazosimamiwa na Msajili wa Hazina, basi hesabu hii ingekuwa kubwa zaidi ya hapo. Tumekubaliana na wenzetu wa Wizara ya Fedha watakaotukalisha pamoja na wenzetu wa TRA ili baadhi ya recording ziende ambazo ni za mapato yasiyo ya kikodi ziende ziripotiwe kule ambako sio mapato ya kikodi, ili TRA wabaki wakiripoti mapato ya kikodi. Katika mwaka huu hatujahesabu mapato ya taasisi 4, na hawa mara nyingi wamekuwa kilalamika kwamba kwa nini na sisi hatuirecognize wakati tunaleta. Kuna TAA hatukurekodi kiwango chao cha shilingi bilioni 70.7. Ngorongoro NCAA hatukurekodi kiwango chao cha shilingi bilioni 114.14. TANAPA hatukurekodi kiwango chao cha shilingi bilioni 208.5. TAWA hatukurekodi kiwango chao cha shilingi bilioni 90.39. Na viwango vyote hivi vimekuwa recorded, basi kiwango ambacho tulitakiwa leo tuwe tunaripoti cha taasisi zote zilizo chini ya Ofisi ya Msajili wa Hazina ilipaswa iwe shilingi trilioni 1.811. Tunatumaini kwamba katika mkakati ambao tumejiwekea na Wizara ya Fedha ambao watatuongoza, pamoja na marekebisho hayo yakifanyika, na kwa growth au ukuaji ambao tumekuwa nao ambao sasa umekuwa si chini ya 30%, lengo lako la kutaka mapato yasiyo ya kikodi yafikia 10% by mwaka 2030, Mheshimiwa Rais, tunafikiri tunaweza tukayafikisha kabla ya mwaka 2030. Na Mheshimiwa Rais, hiyo inachangiwa kutokana na umahiri, usimamizi wa maagizo yako, lakini umaridadi ambao upo katika aina ya bodi tulizonazo pamoja na management. Mageuzi Mheshimiwa Rais yanafanyika na yanaonekana chini ya usimamizi wako. Mheshimiwa Rais, gawio na michango hii inatokana na taasisi zote zilizo chini ya Ofisi ya Msajili wa Hazina, zikiwemo taasisi za umma pamoja na kampuni ambazo serikali ina umiliki wa hisa chache. Hii ni ishara kwamba uwekezaji wa serikali umeendelea kutoa matokeo yanayopimika na kuchangia kwa kiwango kikubwa zaidi katika mfuko wa serikali, hivyo kupanua uwezo wa serikali kugharamia vipaumbele vya maendeleo ya taifa na huduma kwa wananchi.
Kiasi hiki cha shilingi trilioni 1.327 ambacho tumekipokea moja kwa moja, nikitoa kile kingine ambacho kimekusanywa kufikia tarehe 29 Juni 2026, ni mjumuisho wa vyanzo mbalimbali vya mapato vinavyotokana na uwekezaji wa serikali katika taasisi pamoja na makampuni ambazo serikali ina hisa chache kama ifuatavyo. Gawio ambazo ni dividend. Hii inatoka katika mashirika na makampuni ambako ya serikali, mashirika na makampuni ya biashara, na huku tulipata kiwango cha shilingi bilioni 800 sawa na 60% ya makusanyo yote. Na kwenye michango ya mapato ghafi kutoka taasisi za umma zisizo za biashara, huku tulipata kiasi cha shilingi bilioni 406 sawa na 30% ya makusanyo yote. Na mapato mengineyo tumepata kiasi cha shilingi bilioni 121 ambayo ni sawa na 10%. Naomba nizungumze kidogo katika uchambuzi huu, Mheshimiwa Rais. Kipindi cha nyuma kidogo ilikuwa mapato ghafi kutoka katika taasisi ambazo hazifanyi biashara ndiyo yaliyokuwa mengi. Na sasa hivi mambo yamekuwa yakibadilika, ambapo mapato kutoka katika taasisi zinazofanya biashara ndiyo yamekuwa yakikua na sasa walau yamefikia 60%. Maana yake ni kwamba mazingira ya kufanya biashara yamezidi kuboreka, usimamizi, utawala bora na juhudi za kuyaboresha ya mashirika pia zimekuwa zikienda vizuri sana. Mheshimiwa Rais, takwimu hizi zinaonyesha mwenendo chanya wa ukuaji wa gawio na michango katika mfuko wa serikali, kama nilivyosema, ikiwa ni matokeo ya mageuzi mbalimbali ya kiutendaji, kiusimamizi na kiutawala. Mafanikio haya yanadhihirisha kuwa maelekezo yako Mheshimiwa Rais ya kuimarisha usimamizi wa mali za umma, kuhakikisha uwekezaji wa serikali unatoa thamani kubwa zaidi kwa taifa, yanaendelea kuzaa matokeo yanayoonekana dhahiri. Mheshimiwa Rais, tukio hili si hafla ya kupokea gawio pekee. Kama tulivyosema, ni jukwaa muhimu la taifa kutathmini matokeo ya uwekezaji wa serikali, kutafakari hatua zilizofikia, kusherehekea mafanikio yaliyopatikana na kuimarisha uwajibikaji katika usimamizi wa mali za umma. Aidha, ni fursa ya kupima namna ambavyo taasisi za umma zinaendelea kutekeleza wajibu wake wa kuleta thamani kwa wananchi na kuchangia maendeleo ya taifa kupitia uwekezaji wa serikali. Napenda kufahamisha kuwa taasisi za umma, Mheshimiwa Rais, zinaendelea kuitekeleza kwa vitendo falsafa yako ya 4R ambayo tunazungumzia reconciliation, resilience, reform na rebuilding. Na sisi tulijikita awali katika reforms na rebuilding, tukijikita kwenye uchumi, lakini tunaamini pale ambapo tutakuwa tumefanya reforms za kutosha, tumezijenga taasisi zetu kiuchumi kiasi cha kutosha, then tutakuwa na resilience ya kumudu shoku zote zinazotokea za kiuchumi. Na haya yote Mheshimiwa Rais tumeyapata chini ya uongozi wako. Taasisi hizi zimeweza kujenga utamaduni mpya wa uwajibikaji, zimeimarisha ustahimilivu wa kiuchumi, kiutendaji, zimekumbatia mageuzi ya kiuongozi na kibiashara ambayo umekuwa ukituagiza, na zimeendelea kujijenga upya ili ziweze kutoa matokeo makubwa zaidi kwa taifa letu. Mafanikio haya tunayoona leo katika ongezeko la gawio na michango kwa serikali, kuimarika kwa utendaji wa taasisi, kuongezeka kwa thamani ya uwekezaji wa umma, kuimarika kwa utawala bora pamoja na kupungua kwa utegemezi wa ruzuku kwa baadhi ya mashirika ni ushahidi kwamba falsafa yako imeendelea kuishi na kuzaa matokeo halisi. Kwa hakika matokeo haya yanaonyesha kuwa taasisi za umma zinaendelea kuwa chombo muhimu katika utekelezaji wa maono ya kujenga Tanzania yenye uchumi imara, shindani, jumuishi na endelevu. Kumekuwa na ongezeko kubwa na la kihistoria la makusanyo ya michango ya gawio na michango mingine kutoka taasisi za umma. Mheshimiwa Rais, makusanyo haya yameongezeka kutoka kiasi cha shilingi bilioni 637 mwaka 2021 ulipokuwa unaingia madarakani mpaka kufikia sasa hivi kiwango cha shilingi trilioni 1.327 mwaka huu wa 25-26. Hili ni sawa na ongezeko la 108%. Na Mheshimiwa Rais, tungejumlisha na ile half a trillion nyingine, basi tungekuwa tunazungumza kiwango ambacho kinakaribia 150%. Hii yote ni msukumo, ni miongozo, lakini ni hali bora ambayo imetengenezwa
na wasaidizi wako katika kuimarisha mazingira ya biashara, kuimarisha nidhamu ya kazi na mageuzi ambayo yanafanyika. Pia Mheshimiwa Rais, katika mtaji ulipokuwa ukiingia madarakani, mtaji wa taasisi zote za umma ulikuwa ni kiasi cha shilingi trilioni 67 mwaka 2021, na sasa hivi tuna mtaji wa kiasi cha shilingi trilioni 92 kufikia kipindi hiki, ambayo ni ongezeko la 37%. Wakati mwingine kuna maswali magumu ambayo Mheshimiwa Rais inabidi tuendelee kuyazungumza na tuwe tunayafafanua tunapokuwa kwenye nafasi kama hii. Kiasi hiki cha ukuaji wa zaidi ya trilioni 20 ni mchanganyiko wa vitu vingi, lakini ni madeni ambayo pia serikali imekopa na ikafanyika uwekezaji katika mashirika haya, pamoja na uzalishaji na kukua kwa mitaji kwa maana ya faida ambazo tunaziacha kwenye mashirika. Kwa hiyo naomba kujibu kwamba hata huku tulipo tunapojenga SGR sasa hivi ni mkopo, lakini ile pesa SGR itakapokamilika, ile pesa yote itakuwa treated kama mtaji ndani ya shirika la Railway, na ndivyo ambavyo watu wengi wanapaswa waione. Unapojenga kiwanda, unapojenga mitambo ya Nyerere Hydropower, ile pesa ni mkopo. Mradi ule unapoisha, wakisha tukabidhi, pesa yote ile inabadilika inakuwa ni mtaji. Kwa sasa hivi tunauzungumza mtaji wa shilingi trilioni 92, lakini Mheshimiwa Rais, miradi hii itakapokamilika, tutakuwa tunazungumza mtaji wa zaidi ya shilingi trilioni 130 au 140 pale tutakapo capitalize mikopo yote na working capital in progress inayoendelea. Kwa hiyo kuna majibu mengi ambayo yapo, na ukweli halisi ni kwamba pesa inakwenda katika miradi ya maendeleo, inakwenda kwenye taasisi, na taasisi zinaenda zikiboreka, zikijitahidi kuzalisha kwa kiwango kikubwa sana. Mheshimiwa Rais, pia mifano mingine ni kwamba katika serikali yako imeendelea kujenga mazingira bora ya uwekezaji wa ushirikiano, kiacha huo ukuaji wa balance sheet ya TIARA, lakini tumeendelea kuona jinsi ambavyo mazingira bora yamekuwa yakijengeka, ambayo pia yamewawezesha hata Watanzania kutambulika katika nafasi kubwa za utekelezaji na ambako wamefanya kazi nzuri sana. Mheshimiwa Rais, tumeshuhudia mabadiliko katika kampuni nyingi ambako tuna hisa ndogo, lakini hii ni kwa sababu pia kumekuwa na msukumo kutoka serikalini kwamba tuwapime Watanzania uwezo wao. Tumeona wenzetu wa NMB Bank ikiongozwa na Watanzania, NBC Bank inaongozwa na Watanzania, Puma Energy inaongozwa na Watanzania, TIPA. Haya ni baadhi ya makampuni ambayo yamekuwa yakifanya vizuri sana na yako chini ya Watanzania na wamekuwa ni mabalozi wazuri sana. Pia kumekuwa na mafanikio Mheshimiwa Rais katika kuimarisha mifumo ya utawala bora kwenye taasisi zetu mbalimbali, ambapo katika kipindi hiki ofisi ya msajili wa hazina iliweza kufanya mafunzo ya uongozi kwa wajumbe, ambapo jumla ya viongozi 442 waliweza kufikiwa na programu mbalimbali za kujenga uwezo. Lakini pia tumekuwa na majukwaa ya kubadilishana uzoefu kama vile CEO Forum na pia mikutano ya minority interest company ambazo tunamiliki hisa chache. Kwa kipindi cha mwaka 2025 na 2026 zaidi ya viongozi 800 walishiriki kupata fursa za kujifunza na kubadilishana uzoefu katika majukwaa haya. Mheshimiwa Rais, serikali imeendelea pia kupanua ushiriki wake katika sekta ya madini kupitia umiliki wa hisa huru zisizohafifiwa, yani free carried non-dilutable shares katika miradi mikubwa ya uchimbaji. Hadi kufikia Juni 2026, idadi ya miradi ya madini ambayo serikali ina hisa kupitia msajili wa hazina imefikia 15 kwa sasa, ikilinganishwa na miradi 10 katika kipindi cha mwaka 2024-2025. Aidha, tuna miradi mingine 10 ambayo ipo katika hatua za mwisho za majadiliano na inatarajiwa kuingia katika makubaliano na serikali hivi karibuni. Na katika hili naomba nimshukuru sana Waziri wa Madini pamoja na timu yake ya management, lakini pia wadau mbalimbali serikalini ambao wamekuwa wakishiriki katika vikosi mbalimbali vya majadiliano. Na Mheshimiwa Rais, majadiliano haya siku zote hayajawa rahisi sana. Yamekuwa ni majadiliano magumu. Wakati mwingine watu wanafikiri kwamba kuna ucheleweshaji katika kufanyika maamuzi,
lakini unapozungumza mradi wa miaka 40, mradi wa miaka 50, ni mradi unaopita several generations. Ni mradi utakaopita awamu kadhaa za uongozi. Kama hatuku negotiate vizuri katika dakika za mwisho, hatuwezi kupata chochote. Tutabaki watu wenye historia inayoandikwa katika magazeti na katika vyombo, lakini isiyo na impact katika maisha ya Watanzania wenyewe. Mheshimiwa Rais, baadhi ya mashirika pia yaliyokuwa yakikabiliwa na changamoto za kifedha, mitaji na utegemezi mkubwa wa ruzuku ya serikali yameanza kurejea katika hali ya kujiendesha katika tija. Mathalan, shirika kama la TTCL wameweza kuandika historia mpya kwa kupata faida kwa mara ya kwanza katika kipindi kirefu, ambapo kwa sasa hivi mwaka huu wa fedha wameweza kuzalisha kiasi cha shilingi bilioni 22.9 wakilinganisha na hasara ya mwaka jana. Kwa hiyo hawa mwaka jana walikuwa na hasara ya bilioni 18, na kwa faida waliopata mwaka huu kwa kuanzia wameweza kutoa gawio lao la shilingi bilioni 1.6, na hii inaanza kuleta maana halisi ya kufanya uwekezaji. Asanteni sana. Pia shirika la Posta ambalo mtu mwingine anaweza kalitizama akasema hii ni shirika lililokufa, kwa sababu tunaikumbuka Posta katika barua, katika parcel tu. Ni shirika ambalo limekuwa katika reforms kubwa. Tunafikiri chini ya uongozi imara kuanzia ngazi ya wizara, board mpaka management, lina uwezo wa kuja kuwa shirika kubwa sana kwa siku za mbeleni. Shirika hili limeweza kufanya mageuzi makubwa, ambapo kwa muda mrefu sana lilikuwa katika hasara, na sasa kipindi hiki limeweza kutengeneza faida ya kiasi cha shilingi bilioni 2.8 kwa mwaka 2024-2025. Na Mheshimiwa Rais hawakuwa wachoyo sana, walijitahidi, wametoa sehemu ndogo ya dividend yao. Tuna mashirika kama STAMICO, jinsi ambavyo haya tumekuwa tukiyazungumza. STAMICO ilionekana inabadilika, lakini ilikuwa inabadilika, watu hawakuwa na uhakika kama ni sustainable, na kulikuwa na mijadala mingi, lakini niseme shirika hili consistent sasa hivi limeendelea kutoa faida nzuri, na kipindi cha mwaka 2024-2025 wameweza kutengeneza faida ya kiasi cha shilingi bilioni 20.5, na tunategemea watakuwa wanatengeneza faida kubwa, especially katika kipindi hiki ambacho pia tunaona thamani ya dhahabu ikiwa imepanda bei na iko bei juu sana. Tuna mashirika mengine kama AICC ambayo yameendelea kuperform vizuri. Haya nataja tu ni kwa ufupi, lakini na wenzetu wa TANESCO wameendelea kuimarisha utendaji wao wa kifedha kwa kuongeza faida mwaka hadi mwaka, sambamba na kuboresha huduma za upatikanaji wa umeme na kuimarisha mchango wake katika maendeleo ya uchumi wa taifa letu. Aidha, katika kuimarisha ufanisi wa matumizi ya rasilimali za umma na kujenga taasisi zinazojitegemea zaidi kifedha, utegemezi wa ruzuku za serikali kwa taasisi zisizo za biashara umepungua kwa wastani wa 12.8 katika kipindi cha miaka 5 iliyopita. Na katika hili Mheshimiwa Rais, tutakuwa tunafanya review labda kwa wakuu wa taasisi na wenye vitu wa bodi waliopo hapa. Tumekubaliana na wenzetu wa Wizara ya Fedha kwamba tutafanya further review ili kuangalia taasisi zingine ambazo tutazikatia utegemezi au kupunguza sana utegemezi wa serikali, especially kwenye pesa za mishahara na pesa za matumizi ya kawaida. Tunazungumzia juu ya PE na juu ya OC. Zoezi hili tunatarajia kwamba tutalifanya mapema mwezi huu wa 7 tukishirikiana na Wizara ya Fedha, kwa sababu tunafikiri pia hiki kipindi kwa uchumi ulivyo na mambo yanavyoelekea, lazima tuendelee katika hali ya kujifunga mikanda na kuhakikisha kwamba tunatengeneza uchumi na nchi ambayo tunaenda kujitegemea zaidi ndani kuliko kutegemea misaada ambayo inaweza isiwe na uhakika. Mheshimiwa Rais, katika taasisi ambazo zimejitahidi na zimekuwa zikionyesha mabadiliko makubwa, hususan zile ambazo sio za kibiashara, ni taasisi kama shirika la viwango Tanzania TBS, wenzetu wa wakala usalama wa afya na mahali pa kazi OSHA, mamlaka ya madawa na vifaa tiba Tanzania TMDA, mamlaka ya maabara ya mkemia mkuu wa serikali GCLA, bodi ya sukari Tanzania, bodi ya taifa ya wahasibu na wakaguzi wa hesabu NBA, pamoja na wakaguzi wa vipimo. Hatua hizi
zimeendelea kupunguza, hizi taasisi zote zimepunguza sana utegemezi wake toka serikali, na hatua hii imepunguza sana mzigo wa serikali na kuelekeza rasilimali zake zaidi katika maeneo mengine ya maendeleo ya taifa. Kwa upande wa kampuni ambazo serikali ina hisa, mafanikio yamekuwa ni makubwa na yameendelea kushuhudiwa katika maeneo ya utendaji wa biashara, faida na uwekezaji wa mchango wa taifa. Kampuni mbalimbali zenye ushiriki wa serikali zimeendelea kuimarisha ushindani katika masoko, kuongeza thamani ya uwekezaji wa wanahisa na kutoa mchango mkubwa katika mapato ya serikali kupitia gawio na kodi. Miongoni mwa kampuni zinazoendelea kufanya vizuri ni pamoja na NMB, Tazama Pipeline, na wenzetu wa Zambia wamekuja hapa leo kushiriki na dividend yetu, TPC Limited, Puma Energy, Mbeya Cement Company na Airtel. Hii ni katika kampuni zile ambako tuna hisa chache lakini kumekuwa na maendeleo mazuri. Mafanikio ya kampuni hizi yanaendelea kuthibitisha umuhimu wa serikali wa kushiriki katika uwekezaji wa kimkakati unaolenga kuongeza tija, kuchochea ukuaji wa kiuchumi, kuimarisha ushindani wa sekta binafsi na kuongeza manufaa ya wananchi. Mheshimiwa Rais, mafanikio haya ni ushahidi kwamba mageuzi ya taasisi za umma yanaendelea kuzaa matokeo chanya, na matokeo haya yanaonekana wazi. Mheshimiwa Rais, kama tulivyoeleza awali, tukio hili ni zaidi ya kupokea gawio, ni jukwaa ambalo tunatathmini pia matokeo ya uwekezaji wa serikali, kutafakari hatua zilizofikiwa na kusherehekea mafanikio, wakati wote kuimarisha uwajibikaji katika usimamizi wa mali za umma. Ingawa si taasisi na mashirika yote yana wajibu au uwezo wa kutoa gawio kutokana na asili ya majukumu yao, mchango wao katika maendeleo ya wananchi na taifa ni sehemu muhimu sana na ni ya thamani kubwa ambayo inapaswa ijulikane. Ninayo furaha kama utaratibu wa ofisi ya msajili wa hazina kwamba mchango wa taasisi usiohusiana na gawio la moja kwa moja utatambuliwa katika jukwaa la wenye viti wa bodi za wakuu wa taasisi, CCO Forum, itakayofanyika mwezi Agosti mjini Arusha, na hii imekuwa ikifanyika kila mwaka mwezi Agosti. Tumeona mafanikio makubwa sana katika baadhi ya taasisi ambazo hazileti magawio. Nitazitaja tu kwa mfano, Benjamin Mkapa Hospital wamekuwa wakifanya kazi nzuri sana. TANESCO tulikuwa tunaangalia, licha ya kwamba hawaleti gawio, lakini tunaona baadhi ya subsidy wanazozitoa kwa wananchi ambao wanasaidiwa kuingiza umeme, na ni gharama ambayo ingekuwa halisi zaidi ya takriban bilioni 150 kwa kila mwaka. Taasisi kama JKCIA, taasisi kama MOI na taasisi kadhaa za elimu ambazo zimeweza kuwa na manufaa na mchango mkubwa sana. Kwa Mheshimiwa Rais, kwenye tukio letu hili la leo tunakuwa tunajikita zaidi katika wale waliosukuma au walioleta mchango kwenye mfuko mkuu wa serikali. Lakini kwa wale ambao hawakuleta kwenye mfuko mkuu wa serikali, haimaanishi kwamba si muhimu, lakini tuna mahali petu ambapo tutayafanya, kuyazungumza, kupeana zawadi na kupongezana, ambayo itakuwa ni Arusha. Mheshimiwa Rais, tunafarijika pia kuona kuwa serikali yako imeendelea kuwa na imani kubwa katika taasisi za umma kama nyenzo muhimu ya kuchochea maendeleo ya taifa. Na Mheshimiwa Rais, katika kuyafanya yote haya yaweze kufanyika, ofisi ya msajili wa hazina pamoja na kusimamia reform za nje, nayo pia inaendelea na reform zake za ndani, na naomba nishukuru sana kwa msaada wa kifedha, msaada wa huduma za watu, lakini msaada ambao tunaupata kutoka taasisi kuu kama CAG, kama ofisi ya AG, lakini wizara mbalimbali. Hayo yote yametuwezesha kwenda kufanya kazi vizuri zaidi. Mheshimiwa Rais, nguvu na sapoti ya mawaziri na wizara zao imekuwa ni kubwa sana katika kipindi hiki. Tulipokuwa tunaanza mageuzi haikuwa kidogo, ilikuwa inatia shaka, lakini katika kipindi hiki Mheshimiwa Rais, ushirikiano wetu na uchapakazi umekuwa ni wa hali ya juu sana, na naomba niwashukuru sana mawaziri for the support wanayotupa. Mheshimiwa Rais, kwa ajili ya kuokoa muda tutaomba nizungumzie hapa juu ya tukio muhimu la ambalo tutaomba tukushirikishe, la zawadi, tuzo pamoja na utoaji wa dummy check
ambao utaenda kufanyika. Mheshimiwa Rais, kuna taasisi ambazo tutaomba utusaidie, na hawa ni taasisi tulisema ambazo zinakuwa zimetoa zaidi ya kiwango cha shilingi milioni 10, wao ndio watakuwa na opportunity ya kutoa dummy check. Na jambo moja zuri ambalo Mheshimiwa Rais limekuwa observed kwamba tumekuwa na taasisi nyingi zilizoongezeka ambazo zinaenda kutoa dummy check kwa kipindi hiki, na kwa maana ya kwamba kumekuwa na ufanisi ulio mkubwa sana. Nianze Mheshimiwa Rais kwa taasisi ambazo ni kundi la kwanza la taasisi ambazo ni mashirika ya kibiashara. Katika mashirika haya kwa kipindi cha mwaka jana tulikuwa na taasisi 6 tu ambazo zilikuwa zimeweza kufikisha walau mchango wa zaidi ya bilioni 10. Lakini kwa mwaka huu na kwa changamoto ile kumetoa mwaka jana, taasisi zimeongezeka mpaka kufikia 10. Taasisi 6 za mwaka jana zilikuwa zimetoa kiwango cha shilingi bilioni 267, na taasisi 10 ambazo utapokea hundi yao mwaka huu wamefikisha jumla ya kiwango cha shilingi 481 bilioni. Mheshimiwa Rais, katika taasisi hizi kuna shirika la nyumba la taifa, wao wametoa mwaka huu kiasi cha shilingi bilioni 10, na mwaka jana hawakuwa kwenye listi, manake hawakukidhi viwango. Lakini kuna kampuni ya UTT AMIS, mwaka huu wametoa kiwango cha shilingi bilioni 11. Ni kampuni yetu ambayo imekuwa ikifanya vizuri sana na balance sheet yake ni kubwa, na hawa mwaka jana hawakukidhi viwango, manake mwaka huu wameingia. Pia tuna kampuni ya TIPA ambayo tunamiliki 50% kule. Mwaka huu wameweza kuchangia gawio la shilingi bilioni 15, na mwaka jana hawakukidhi viwango. Tuna kampuni ya NBC ambao mwaka huu wamechangia kiwango cha shilingi bilioni 15, ikiwa hili ni ongezeko kutoka shilingi bilioni 10 waliokuwa wametoa mwaka jana. Tuna kampuni ya Puma, ni kampuni ya nishati ya Puma. Mwaka jana walitoa kiwango cha shilingi bilioni 13.5, mwaka huu wameongeza, wametoa kiasi cha shilingi bilioni 15. Tuna shirika la maendeleo ya petroli Tanzania TPDC. Hawa mwaka jana ilikuwa ni mara ya kwanza kwa kipindi kirefu walitoa kiasi cha shilingi bilioni 11.7, mwaka huu wameweza kutoa shilingi bilioni 15.1. Na Mheshimiwa Rais, hawa ni matajiri wetu wa siku za mbele tukishamaliza LNG. Tuna kampuni ya sukari ya TPC, mwaka jana hawakukidhi viwango, mwaka huu wameweza kuchangia kiasi cha shilingi bilioni 16.2. Tuna kampuni ya Airtel, mwaka jana walichangia bilioni 70, mwaka huu wako na bilioni 65.4. Tuna benki ya NMB, mwaka jana walichangia bilioni 68.1, mwaka huu watachangia bilioni 96.9. Na tuna kampuni ya Twiga ya madini ambako tunamiliki 16% tu, mwaka jana walichangia shilingi bilioni 93.6, mwaka huu watachangia dividend ya shilingi bilioni 221.9. Kwa Mheshimiwa Rais, tunaposema lengo lilotuwekea tunafikiri tutalikamilisha, litakamilika, kwa sababu kama tukimaliza hata haya mazungumzo ya madini, akina Geita Gold Mine ambao tayari wako kwenye process, akina Nyanzaga ambao wanataka waanze uzalishaji next year, na wote tukanegotiate vizuri, hizi bilioni kadhaa, huu uchumi utaonekana na rasilimali za nchi hii zitakuwa na manufaa, na Watanzania wanapaswa wajue kwamba tumepata dividend kutoka kwenye dhahabu kwa kampuni moja tu bilioni 221.9 bila kuhesabu kodi zingine na manufaa mengine. Mheshimiwa Rais, kundi la pili itakuwa ni taasisi zinazotoa michango kwenda mfuko mkuu wa serikali, na nilifanya makosa Mheshimiwa Rais, lakini kwa sababu ya muda nilikuwa natamani wangekuwa wanasimama, sikuwasimamisha wale wa mwanzo, basi niendelee tu. Naomba LATRA, mwenyekiti
Simama tu pale ulipo mwenyekiti na CEO. Wao mwaka jana hawakukidhi viwango, lakini mwaka huu wamejikusanya, wameweza kuchangia kiasi cha shilingi bilioni 10.1. Asanteni sana. Mamlaka ya udhibiti wa nishati na maji EWURA mwaka jana hawakukidhi viwango, mwaka huu wameweza kuchangia bilioni 10.6. Mwenyekiti simama pale na CEO. Pia shirika la reli Tanzania TRC, hawa walikuwa ni consumption entity, mwaka jana hawakukidhi viwango, mwaka huu wamechangia bilioni 11 kamili. Nao pia tunawatizama ni shirika ambalo kwa kweli with mikakati na tukiwasaidia na wakikamilisha mambo yao, kuna uchumi mkubwa sana ambao unakuja kutoka TRC. Kuna wakala wa usajili wa biashara na leseni, mwaka jana walichangia bilioni, naomba msimame pale mlipo, walichangia bilioni 20.4, mwaka huu wamechangia bilioni 11.4. Na shirika la viwango Tanzania TBS mwaka jana hawakukidhi viwango, mwaka huu wamechangia bilioni 14.7. Na niseme walikuwa katika utegemezi wa serikali, kuanzia mwaka huu hawatagharamiwa chochote na serikali. Tuna wakala wa usalama na afya mahali pa kazi OSHA, hawa mwaka jana walichangia bilioni 10.4, mwaka huu wamechangia bilioni 15, pale mlipo msimame. Lakini pia tuna shirika la wakala wa meli Tanzania TASAC, hawa mwaka jana walichangia bilioni 16.3 na mwaka huu wamechangia bilioni 20.4. Na pia tuna wakala wa misitu Tanzania ambao mwaka jana walichangia bilioni 26.1 na mwaka huu wamechangia bilioni 27.9. Pia tuna mamlaka ya mawasiliano TCRA ambao mwaka jana walichangia bilioni 19.2 na mwaka huu wameweza kuchangia bilioni 42.8. Dadangu Angela, hongera sana. Tuna mamlaka ya vitambulisho vya taifa NIDA. Huku huyu bwana anakimbia kama yuko kwenye combat. Mwaka jana alichangia bilioni 32.2, mwaka huu wameweza kuchangia bilioni 61. Kwa ni zaidi ya mara mbili. Nao it's an entity to watch kwa mabadiliko ya sheria yaliyofanyika, na tunafikiri watakuwa na impact kubwa sana msimu ujao. Na namba moja tuna mamlaka ya bandari Tanzania ambao mwaka jana walichangia bilioni 181 wakiongoza, na mwaka huu wameweza kuchangia bilioni 205.5 bilioni. Hii ni pamoja na kwamba wanatumia pesa yao nyingi wanayoipata kwenda kufanya uwekezaji na utanuzi wa miundombinu yetu. Mheshimiwa Rais, katika haya makundi niliyokutajia yote, kila kundi ukiangalia mchango wao wa mwaka jana na mchango wa mwaka huu umeenda ukiongezeka. Iwe ni kwenye mashirika ya biashara ambao bahati mbaya sikuwasimamisha, lakini pia kwa haya yasiyo ya kibiashara, ukiacha kampuni ya Airtel ambayo bado inatupa mchango mkubwa lakini haikuwa imeongezeka katika uchangiaji wake, lakini mashirika yote yameenda yakiongeza na yakikua, na hii jumla imetupa 1.327 trillion pamoja na wote tuliokaa ambao hatukusimamishwa wala hatukutajwa, na naomba tuweze kujipigia makofi. Asante. Mheshimiwa Rais, hawa ndio watakao leta submission ya tuzo kwako. Jinsi wanavyoongezeka inakuwa ni neema, lakini baadaye najua siku moja tutapandisha mstari, baadaye bilioni 10 itakuwa bilioni 20 au 15. Na Mungu awabariki sana katika kazi yenu mnaofanya, kazi ya heri. Asante. Mheshimiwa Rais, naomba nimalizie hotuba yangu, maelezo yangu kwa kutaja hizo tuzo, na muda nitakapopata nitatoa maelezo kidogo juu ya tuzo ili kuona ni watu gani ambao wanapata tuzo katika tukio letu hili ambalo limefocus kwenye gawio, limefocus kwenye financial aspect na halija focus
kwenye utendaji wa kila kona ya taasisi zetu, na kama tulivyosema, hayo mengine yana kikao chake maalum Arusha, ambako Mheshimiwa Rais kama itakujalia tutashukuru sana ukiwa nasi kama ambavyo umekuwa nasi miaka yote. Najua tulikukosa tu mwaka jana, lakini kwa mwaka huu Mheshimiwa Rais tutakuwa tunajaribu kutafakari kwa kina namna gani taasisi zetu kwa ujumla wake tutaweza kuchangia katika dira 2050, tukijikita katika miaka hii mitano ambao tunaenda kuanza utekelezaji na ambao unaanza mwezi Julai tarehe 1. Kwa Mheshimiwa Rais, asante sana, nashukuru sana kwa nafasi hii. Asante. Tuongeze tena makofi kwa msajili wa hazina. Mheshimiwa Rais, ninayo heshima kubwa kumkaribisha Profesa Kitila Mkumbo, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji. Lakini pamoja nasi naomba uridhie Mheshimiwa Rais utambue uwepo wa Katibu wa Bunge Bwana Baraka Leonard, lakini pia tunaye Naibu Mwanasheria Mkuu wa Serikali Bwana Samuel Maneno. Mheshimiwa Profesa, kwa heshima na taadhima, karibu sana. Makofi mengi kwa Profesa. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Musa Azan Zungu, Mbunge, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Balozi Hamisi Musa Omari, Waziri wa Fedha, na waheshimiwa mawaziri wenzangu mliopo hapa, Balozi Dr. Moses Mpogolo Kusiluka, Katibu Mkuu Kiongozi, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam Albert Charamila. Tambue pia uwepo wa Mheshimiwa Masanja Kungu Kadogosa, mbunge na mwenyekiti wa Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Uwekezaji wa Mitaji ya Umma, ambaye Mheshimiwa Rais ndiye anahusika na usimamizi wa Ofisi ya Msajili wa Hazina. Ndugu, na kwa leo Mheshimiwa Rais uniruhusu kwa kazi kubwa iliyofanyika na inaendelea kufanyika leo kwa hafla hii nimuite Mheshimiwa Nehemia Mchechu, Msajili wa Hazina. Na Mheshimiwa Rais pia uniruhusu waheshimiwa sana wenye viti wa bodi na watendaji wakuu wa taasisi na mashirika ya umma, viongozi wote kama ambavyo mmetambuliwa awali, wageni waliko, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi na utu. Mheshimiwa Rais, ninapotoa maelezo mafupi ya kukukaribisha, niruhusu niungane na Msajili wa Hazina ndugu Nehemia Mchechu kwanza kukukaribisha katika hafla hii kubwa na muhimu sana. Na Mheshimiwa Rais, pengine tukio pekee katika matukio yako mengi ambayo Mheshimiwa Rais tunakuomba kupokea na sio kutoa fedha. Ili peke yake. Matukio mengi tukikutana tunaishia na kuweka changamoto na kukuomba fedha. Hili ndio tukio pekee tunakuomba Mheshimiwa Rais upokee fedha. Naomba tumpigie makofi mengi Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, tunakushukuru sana kwanza kukubali kushiriki mwenyewe na kuwa mgeni rasmi katika tukio hili, lakini pili kukubali hafla hii ifanyike hapa Ikulu. Uwepo wako hapa katika hafla hii na kukubali kwako ifanyike hapa ni uthibitisho wa dhamira yako thabiti ya kuimarisha uwajibikaji, usimamizi madhubuti wa mali za umma na kuhakikisha kwamba kila taasisi ya umma inatoa mchango wenye tija katika maendeleo ya taifa. Mheshimiwa Rais, tukio leo kama alivyosema Msajili wa Hazina ni zaidi ya sherehe ya kupokea hundi kama ambavyo utafanya hivi punde. Tukio hili ni fursa ya kuonyesha kuwa taasisi na mashirika ya umma ni mali ya Watanzania na kwamba yanatoa mchango muhimu katika ujenzi wa uchumi wa taifa na utoaji wa huduma kwa wananchi. Ni fursa ya kuonyesha kuwa taasisi na mashirika ya umma kwa kweli ndiyo sura ya serikali katika kuonyesha utawala bora, uwajibikaji na utoaji wa huduma kwa wananchi. Mashirika haya yakiumba kwenye utoaji wa huduma, serikali inayumba. Yakiimarika, ndiyo sura imara ya serikali.
Mheshimiwa Rais, ni kushukuru kwa jinsi ambavyo umesimamia mageuzi ya msingi ya kiuchumi kupitia falsafa yako ya kuifungua nchi na 4R. Tangu ulipoingia madarakani ulisisitiza na unaendelea kusisitiza taasisi na mashirika ya umma yaendeshwe kwa weledi na kwa kuzingatia misingi ya utawala bora na uwajibikaji. Ni katika msingi hii umeendelea kuhakikisha kwamba mafanikio ya viongozi wa taasisi na mashirika ya umma hayapimwi kwa wingi wa shughuli wanazofanya, bali kwa matokeo yanayopimika na mchango wao bayana katika ujenzi wa taifa letu, kama ambavyo tumeona mchango wao kwenye mfuko mkuu wa serikali. Na Mheshimiwa Rais, leo tupo hapa sio kupokea taarifa ndefu za kazi zilizofanywa na taasisi na mashirika ya umma, hiyo wanafanya kwenye bodi zao huko. Hapa sisi tupo kupokea matokeo halisi ya kazi zao kupitia gawio ambalo msajili wa hazina amelieleza vizuri. Mheshimiwa Rais, uniruhusu pia katika muktadha wa ushirika mpya kati ya sekta ya binafsi na sekta ya umma katika utekelezaji wa dira, ninaomba uniruhusu nitumie nafasi hii pia kutambua kwa sera zako za mageuzi ya kiuchumi kupitia falsafa ya kuifungua nchi na 4R, matokeo yake hatuyaoni tu kwenye mashirika ya umma haya, tunayaona pia katika sekta binafsi. Kampuni zetu zimeanza kutambulika kimataifa na kuthibitisha uwezo wao wa kushindana kimataifa kama ambavyo tumesema katika mipango yetu. Na Mheshimiwa Rais, tarehe 12 Mei mwaka huu, jarida maarufu sana la African Business lilichapisha taarifa yake ya kila mwaka kuhusu ukuaji wa kampuni za kibiashara katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati, na kuchagua kampuni 20 kubwa zaidi kwa kuzingatia thamani ya kampuni na utendaji bora. Kampuni zilizochaguliwa ni zile zenye thamani ya kuanzia dola bilioni 1 na kuendelea. Mheshimiwa Rais, kati ya kampuni kubwa 20 za ukanda wa Afrika Mashariki na Kati, Tanzania unayoongoza imeingiza kampuni 6. Kampuni hizi ni CRDB imeshika namba 3, NMB Bank imeshika namba 4, Tanzania Breweries namba 14, Vodacom Tanzania namba 17, Tanzania Port and Cement namba 19 na Tanzania Cigarette Company namba 20. Tunaamini kwa mageuzi ambayo yanaendelea, ipo siku sio nyingi zijazo tutaona taasisi na mashirika yetu ya umma yakiingia miongoni mwa makampuni makubwa katika ukanda huu. Hilo linawezekana kwa kasi ambayo tunakwenda nayo. Lakini Mheshimiwa Rais, kubwa sana kuliko yote ni ukweli kwamba kwa mara ya kwanza tangu nchi hii uumbwe, kampuni 2 za Tanzania zimeshika nafasi ya 3 na ya 4 kwa ukubwa. Naomba nirudie hiyo. Kwa mara ya kwanza kampuni 2 za Tanzania zimeshika nafasi ya 3 na ya 4 kwa ukubwa. Kampuni hizi ni zipi? Kwanza, CRDB imeshika namba 3, NMB Bank imeshika namba 4. Na Mheshimiwa Rais katika hitimisho lake, mhariri wa jarida hili alisema maneno yafuatayo, na kwa uzito wake naomba niyasome kama yalivyo bila kuyatafsiri. The rise of CRDB and NMB banks is one of the most striking developments in this year's survey, with CRDB taking 3rd position with a rise from $762 million to $2.7 billion, and NMB Bank 4th, jumping from $1.1 billion to $7 billion over the past 12 months. Sentensi inayofuata ni muhimu zaidi. For the first time ever, this places Tanzania's biggest banks ahead of their Kenyan counterparts, including Equity Bank and KCB Bank. Kwamba kwa mara ya kwanza kwa Kiswahili cha kawaida haijawahi kutokea kwamba benki za NMB na CRDB zimekuwa top katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati. Mheshimiwa Rais, wakati nimeteuliwa kuwa waziri wa investment mwaka 2020, nilipokutana na our TBA, Tanzania Bankers Association,
benki zetu zilikuwa hazipo, kuzitafuta lazima utafute kwenye 50 kule chini ndo unakuja. Leo we are talking about these two great banks among the top companies in East and Central African region. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais, nataka kusema hapa ni kwamba ukiona vyang'aa vimeundwa, na tunakushukuru sana Mheshimiwa Rais kwa sera zako makini za kiuchumi na uongozi wako thabiti ambao matunda yake ndiyo haya ya kuweka nchi yetu katika ramani ya kikanda na kimataifa kiuchumi. Nadhani ni jambo la msingi. Hili halitokei kwa sababu ya historia au kwa sababu ya geography. Anatokea kwa sababu ya sera sahihi za kiuchumi ambazo Mheshimiwa Rais anaziongoza. Mheshimiwa Rais, anapomalizia, kama nilivyosema awali, na kwa kuzingatia kauli mbiu ya mwaka huu ya siku ya Gawio ambayo ni uwekezaji wa umma wenye matokeo, nguzo ya uchumi shindani na maendeleo endelevu kuelekea dira 2050, hafla ya leo ina umuhimu unaovuka tukio la kupokea gawio na michango kutoka taasisi za umma. Inafanyika katika mkesha wa kuanza utekelezaji wa dira 2050 ambao Mheshimiwa Rais unaanza rasmi kesho. Tunaposimama katika ukingo wa kuanza safari mpya ya utekelezaji wa dira 2050, hafla ya leo inatupa sababu ya kujivunia tulikotoka na kutupa matumaini makubwa kuhusu tunakokwenda, kwamba Mheshimiwa Rais tunaanza utekelezaji wa dira tukiwa na msingi imara wa utekelezaji huo kwa mafanikio ambayo tunayaona. Mafanikio yanayoshuhudiwa leo ni kielelezo kwamba kwa uongozi wako mahiri na wenye maono, pamoja na dhamira mpya ya taasisi zetu za umma ya kuongeza tija, kuimarisha uwajibikaji na kuzingatia matokeo, Tanzania inaingia katika awamu mpya ya maendeleo. Tuna imani kwamba sura hii mpya ya maendeleo ya taifa letu itajengwa juu ya uchumi wenye tija zaidi, ushindani mkubwa zaidi na ustawi shirikishi utakaogusa maisha ya kila Mtanzania. Mheshimiwa Rais, nichukue nafasi hii kuwashukuru sana waheshimiwa mawaziri ambao kwa usimamizi wao imara wa sera zinazosimamia mashirika yao yaliyopo katika wizara zao. Mheshimiwa Rais, yote yanafanyika hapa, kila taasisi iliyopo hapa ipo chini ya waziri fulani. Na haya tunayaona, tunawashukuru sana waheshimiwa mawaziri kwa kuweza kuelewa na kutafsiri kwa matendo ndoto na sera za Mheshimiwa Rais za kuimarisha mashirika haya ili atoe mchango thabiti kwa uchumi wetu. Tunamshukuru sana ndugu Nehemia Mchechu ambaye kwa leo ni Mheshimiwa Nehemia, kwa kweli kwa kazi kubwa unayofanya usimamizi wa mashirika haya. Na mimi nimesema siku zote, ukipewa wizara na taasisi ukawa na watendaji kama Nehemia, basi kazi yako inakuwa ni kusoma hotuba kama hivi. Mambo mengine yanafanyika bila wasiwasi. Ninawashukuru sana makatibu wakuu, kwanza Dr. Tausi Kida ambaye ndo alianza mageuzi haya na Nehemia, na sasa yupo Dr. Fred Msemwa, na makatibu wakuu wote katika mawizara mbalimbali kwa kazi kubwa wanayoifanya. Lakini tumshukuru sana katibu mkuu kiongozi ambaye kwa kweli kila pendekezo tulilipeleka ambalo lilikuwa na tija aliweza kutushauri na hatimaye kulifikisha kwako. Tunawashukuru nyote. Mheshimiwa Rais, baada ya maelezo hayo, ninayo heshima sasa kukuomba uweze kufanya kazi 4 zifuatazo. Moja, utaongea na taifa kupitia hafla hii. Lakini pili, upokee gawio na michango ya taasisi ambayo Mheshimiwa Msajili wa Hazina ameeleza. 3, kutoa tuzo kwa taasisi na mashirika ya umma. Lakini la 4, tutakuomba Mheshimiwa Rais kwa heshima na taadhima uridhie kupokea tuzo ambayo ofisa msajili kwa niaba ya taasisi na mashirika ya umma yote wamekuandalia kama shukurani na utambuzi wa uongozi wako katika kuimarisha mashirika ya umma. Mheshimiwa Rais, kwa heshima na taadhima, karibu sana. Asante. Asante Mheshimiwa Rais. Kwa heshima na taadhima, tutaomba uanze kupokea gawio, baadaye tutakuomba utoe tuzo, na hatimaye kule na wewe utakabidhiwa tuzo, na baadaye ndio utatoa hotuba yako. Naomba viongozi tukae. Mheshimiwa Rais, kundi la kwanza hili ni mashirika na kampuni za biashara zinazotoa gawio. Msajili wa hazina ameshataja sifa zake. Kazi yangu kubwa mimi ni kuwaita. Sasa tunaanza na kampuni ya madini ya Twiga.
Mwenyekiti wa bodi na mtendaji, tutapandia huku. Wakati ndugu zetu wanakuja benki ya NMB, na nyinyi tusogee. Na kampuni ya Airtel pia naomba tusogee. Kampuni ya madini ya Twiga. Mwenyekiti kulia kwa rais, sio kule. Mwenyekiti wa bodi kulia kwa Mheshimiwa Rais, mtendaji mkuu wa masio kushoto. Asante, tunashukuru. Benki ya NMB, Airtel wamesogea, naomba kampuni ya sukari TPC tusogee pia. Makofi mengi. Mambo ni mazuri kweli kweli. Asante sana Mheshimiwa Rais. Kampuni ya Airtel tusogee, na kampuni shirika la maendeleo ya petroli Tanzania tusogee hapa kwa maandalizi. Tutashuka ngazi ya katikati, tutapanda ngazi ya pembeni, tutashuka ngazi ya katikati. Hao ni Airtel. Tutashuka ngazi ya katikati. Haya, asante. Kampuni ya sukari TPC, TPDC na kampuni ya nishati Puma tusogee. Asante, tunashukuru. Shirika la maendeleo ya petroli nchini TPDC, Puma tunajiandaa, na benki ya NBC tusogee. Makofi. Asante sana TPDC. Kampuni ya nishati Puma, NBC tujiandae, kampuni ya Tipa tusogee. Puma wanakwenda sasa. Hao ni Puma, tushukie katikati. NBC, Tipa tujiandae, na UTT tujiandae. Tipa tujiandae, na UTT AMIS tusogee. Asante. Kampuni ya Tipa karibuni, watafuatiwa na UTT AMIS. Shirika la nyumba la taifa National Housing tusogee. Asante, tupongeze tena kwa makofi mengi. UTT AMIS
utafuatiwa na Shirika la Nyumba la Taifa. Tunawashukuru Shirika la Nyumba la Taifa. Karibuni. Brass band tutajiandaa sasa baada ya National Housing Corporation. Makofi mengi. Haya, asante. Tunashikia katikati. Mheshimiwa Rais, tunaendelea na kundi hili sasa, taasisi zinazotoa michango kwenda mfuko mkuu wa serikali. Tunaanza na Mamlaka ya Bandari Tanzania TPA, Mamlaka ya Vitambulisho vya Taifa NIDA, tusogee. Bandari TPA NIDA, tusogee. Vile vile Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania TCRA, tusogee. Mamlaka ya Bandari Tanzania ndio hao wanasogea kwa Mheshimiwa Rais. Mwenyekiti wa bodi na mkurugenzi mkuu. Haya, asante. NIDA tusogee. NIDA. Wakati huo TCRA tusogee, na Wakala wa Misitu Tanzania TFS tusogee. Haya, asante. Tunawashukuru. TCRA karibuni. TFS tusogee, na Shirika la Uwakala wa Meli Tanzania naomba tusogee mbele. Asante. Tunawashukuru. Wakala wa Misitu Tanzania TFS, TASAC na Wakala wa Usalama wa Afya Mahala pa Kazi OSHA tusogee. TFS. Tupige makofi viongozi. Haya, nafasi ya TASAC sasa. OSHA wajiandae, na Shirika la Viwango Tanzania TBS tusogee. Asante, tunawashukuru. OSHA sasa karibuni. TBS mmesogea, na TRC Shirika la Reli naomba tusogee, pamoja na EWURA pia tutangulie mbele. Sasa ni OSHA.
Asante, tunashukuru. Baada ya OSHA ni TBS, BRELA tusogee, alafu ndio TRC. BRELA, TBS, BRELA, TRC. Haya, asante, tunawashukuru. Tunawaomba BRELA tusogee, tupande mbele, TRC tujiongee karibu, na EWURA tujiandae. Ni BRELA hao. Asante, tunawashukuru. BRELA, TRC karibuni, EWURA tusogee, na LATRA pia tusogee. Nashukuru. TRC, EWURA karibuni, EWURA, LATRA tusogee. Asante, tunawashukuru. LATRA, mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini. Mheshimiwa Profesa Kitila, tusogea. Makofi tena kwa LATRA. Sasa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, dami hizo umeweza kupokea, lakini sasa kuna mjumuiko wa dami zote. Sasa hii dami kuu, Mheshimiwa Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji, na msajili wa hazina wako tayari. Jamani, haya tusogeze. Makofi mengi sana. Ni trilioni 1.327. Makofi tena mengi.
Asante Mheshimiwa Rais, kwa heshima na taadhima tunakuomba sasa urudi kuketi. Kipengele kitachofuata ni kutoa tuzo, na kwa mara nyingine tena nimwombe msajili wa hazina aje kutoa maelezo ya utangulizi kwenye kipengele hichi cha tuzo. Karibu. Mheshimiwa Rais, nashukuru kwa nafasi hii niweze kutoa maelezo machache juu ya tuzo. Lakini awali, kabla ya hiyo, nilizungumzia juu ya zile taasisi 4 ambazo zimefanya kazi vizuri na kwa mwaka huu hazikuwepo hapa, nafikiri mwakani zitakuwepo. Nilisahau kuzungumzia assignment nyingine ambayo tunayo na Wizara ya Fedha, nayo ni ya CRDB. Tuna share kule, haziko kwenye jina la serikali, lakini sisi tumekuwa ni beneficiary wa pesa yao yote. Mwaka jana tulipata bilioni 35 na kwenda Wizara ya Fedha, lakini nakuwa directed kwenye mambo ya afya. Mwaka huu amechangia bilioni 49.3. Uzuri ni kwamba, na kitu kizuri kwamba board na management nao wanasukumwa kwamba hebu tuende tutembee pamoja ili zile share zirudi kwenye mfuko mkuu wa serikali. Na sisi na Wizara ya Fedha tutawaengage wenzetu hilo wadadida, tuone tunalifanyaje, na kama kwenye bodi watabaki, ili hata tunapofanya mahesabu nao waweze kuwa wanakuwa considered pale wanaposhindana. Maana ushindani wa benki anamshangaa mwenzie ni MB kila siku, alafu Profesa Mkumbo ndo kapaisha hapa vizuri. Mheshimiwa Rais, naomba nitoe sasa maelezo juu ya tuzo ambazo leo utaenda kuzikabidhi mahali hapa. Tuzo ya kwanza au kundi la kwanza itakuwa ni kampuni zilizotoa gawio. Na Mheshimiwa Rais, kundi hili linajumlisha mashirika na makampuni ambayo kwa mujibu wa sheria ya mashirika ya umma na sheria ya makampuni yanawajibika kutoa gawio kwa wanahisa ikiwemo serikali. Mheshimiwa Rais, kwa heshima na taadhima, katika kundi hili tutaomba utoe tuzo kwa kampuni 3 bora ambazo zitakuja kwako, na kampuni hizi ni kama ifuatavyo. Itakuwa ni Twiga Minerals Corporation ambao wao kama tulivyosema wamechangia bilioni 221 wakiwa wanaongoza katika kundi. NMB ambao wao wameshika nafasi ya pili kwa kuchangia bilioni 96.9, na Airtel Tanzania ambao wamechangia kwa kiasi cha shilingi bilioni 65.4. Ya pili itakuwa ni taasisi za wachangiaji kwenye mfuko mkuu wa serikali. Na Mheshimiwa Rais, linajumuisha mashirika ambayo kwa mujibu wa sheria ya msajili wa hazina na sheria ya mashirika ya umma yanawajibika kutoa michango ya mapato ghafi kila mwaka. Mheshimiwa Rais, kwa namna ya kipekee kundi hili nalo tumechagua taasisi 3 ambazo zimeongoza na zilizochangia zaidi, na ambazo zitakuwa kama ifuatavyo. Mamlaka ya usimamizi wa bandari TPA waliochangia bilioni 205. Mamlaka ya vitambulisho ya NIDA wanaokuja kwa kasi wamechangia bilioni 61. Na mamlaka ya mawasiliano TCRA ambao wamechangia bilioni 42.8. Hawa namba 2 na namba 3 wote wamekuwa kwa zaidi ya 50%. Mheshimiwa Rais, kundi la 3 itakuwa ni mashirika ambayo tunaona yameongeza michango yao kwenye mfuko wa serikali. Mheshimiwa Rais, kundi hili linahusu taasisi na mashirika ambayo pamoja na kwamba hayakuwa kidedea kutoa kwenye gawio kutoka kama ilivyo kundi la kwanza na la pili, lakini yamefanya mabadiliko makubwa katika utendaji na kuwezesha kutoa gawio na michango kwa uwiano mkubwa ukilinganisha na kipindi kilichopita. Ukuaji huu umezingatia kiasi na uwiano
kwa mwaka hadi mwaka. Mheshimiwa Rais, kundi hili tutaomba taasisi zifuatazo ndizo ziweze kupata. Moja ni Shirika la Reli Tanzania. Hawa kipindi cha mwaka jana walichangia shilingi milioni 700 na kipindi hiki wameenda kiasi cha shilingi bilioni 11.09. Kwa hiyo wamekwenda kwa kiwango kikubwa sana. Pia kampuni ya TIPA itakuwa ya pili. Wao wametoa kiasi cha shilingi bilioni 15 na kutoka mwaka jana ambapo walichangia bilioni 6. Kwa hiyo wamefanya ongezeko kubwa kwa wastani, kwa percentage, absolute number ni bilioni 9. Na namba 3 itakuwa ni Shirika la Viwango Tanzania TBS, ambao wao mwaka jana walichangia bilioni 7.3 na mwaka wamechangia bilioni 15.1, zaidi ya 100% katika ongezeko lao. Mheshimiwa Rais, tuna kundi la 4. Kundi hili tumeangalia taasisi zinazochangia kwa wakati na kwa uendelevu. Mheshimiwa Rais, kundi hili linajumuisha taasisi ambazo kwa kipindi chote zimekuwa zikichangia kwa udhabiti, kwa wakati na kwa kiasi stahiki. Hizi ni taasisi ambazo zinajisukuma zenyewe kutimiza takwa lao la kisheria la kuchangia asilimia kama ilivyoelekezwa. Katika kundi hili toka mageuzi yalipoanza imekuwa vigumu sana kupima ndani ya miaka 3 nani unamchagua. Ilibidi tuangalie kwa kipindi kirefu zaidi. Na kipindi tulichokitazama kilikuwa ni kipindi cha miaka 7. Kuangalia hata huko kabla mageuzi hayajaanza ni nani walikuwa wakijituma zaidi. Mheshimiwa Rais, katika kundi hili namba 1 ni Shirika la Uwakala wa Meli Tanzania. Hawa kwa wastani shirika kwa kipindi cha miaka 7 toka 2019-20 mpaka 25-26 wamekuwa wakichangia kiasi cha wastani wa shilingi bilioni 24 kila mwaka. Lakini kikubwa kama nilivyosema, wamekuwa wakichangia bila hata kukumbushwa, watakumbuka wenyewe kwa muda wao na kwa kuangalia kiwango, na wako fast enough. Ya pili ni Wakala wa Misitu Tanzania TFS, ambao nao katika kipindi cha miaka 7 wamekuwa wakichangia kiasi cha wastani wa shilingi bilioni 23.5 kila mwaka. Na namba 3 ni Wakala wa Usajili wa Biashara na Leseni, ambao nao kwa kipindi cha miaka 7 wamekuwa wakichangia kiasi cha shilingi bilioni 15, wastani wa bilioni 15.6 kwa kila mwaka. Mheshimiwa Rais, tutakuwa na kundi la 5 ambalo ni taasisi zilizofanya mageuzi na kuanza kuchangia. Tuna taasisi kadhaa, lakini notably tumesema tupike ambao tunafikiri notably na imepiga hatua kubwa, ilikuwa ni Shirika la Simu Tanzania TTCL. Shirika hili limeweza kufanya mageuzi kutoka kutengeneza hasara mfululizo kwa miaka 3 kuanzia 2021 mpaka 23-24, na mwaka huu wameweza, kama tulivyosema, wameweza kutengeneza faida ya kiasi cha shilingi bilioni 22.9 na wameweza kulipa gawio kiasi cha shilingi bilioni 1.6. Kundi la 6, Mheshimiwa Rais, ni taasisi yenye mchango wa kipekee. Mheshimiwa Rais, kwa heshima na taadhima, tutaomba utoe tuzo kwa Benki Kuu ya Tanzania BOT, ambayo imekuwa na mchango wa kipekee na wa aina yake katika mfuko mkuu wa serikali. Na niseme tu, nao ni wachangiaji kwenye mfuko mkuu wa serikali kama taasisi kwa shughuli zao ambazo wanaingiza kipato, na kipindi cha mwaka huu walichangia kiasi cha shilingi bilioni 320. Mheshimiwa Rais, kwa ajili ya kuokoa muda niende kutaja tuzo yetu ya 7. Tuzo hii ya 7 ni tuzo ambayo inakuja kwako mwenyewe Mheshimiwa Rais. Na tuzo hii umepewa
na wadau wote waliomo ndani humu kwa sababu ya mageuzi ya kiuchumi ambayo umekuwa ukiyafanya. Nitayataja machache tu kwa ufupi wake, lakini nafikiri atatupa a good reflection. Sisi wenyewe tuliokaa ndani ya hili kundi unaweza kutupima katika namna mbili. Namna ya kwanza ni ukuaji wa mitaji yetu, ambapo uliingia tukiwa na jumla ya mtaji wa shilingi trilioni 67 na mpaka sasa hivi tuna trilioni 92, na kwa kuwa hatujahesabu kwa ukamilifu uwekezaji ulioenda kwenye bwawa la Mwalimu Hydro Nyerere na uwekezaji ulioko TRC, tungejumlisha yote hayo, tulipaswa tuwe tunazungumzia zaidi ya bilioni 100 ambayo umeleta uwekezaji wa mitaji kwenye taasisi hizi. Ya pili, Mheshimiwa Rais, ni kiwango cha faida ambacho taasisi hizi zimekuwa zikichangia, na hii ina reflect mazingira mazuri ya biashara ambayo ni maono yako, lakini pia ina reflect level ya wasaidizi wako wote kwa ngazi zote, lakini kusomana kwa mihimili ya nchi yote katika kujenga uchumi. Mara nyingi ukiwa kwenye shamba lako ukioni kijani ulicho nacho, unaona kijani kwenye shamba la mwenzio. Hiyo ni bahati mbaya sana, lakini ndivyo tulivyoumbwa katika ubinadamu wetu. Katika faida uliingia tukiwa na faida ya bilioni 637. Leo tumeweza kukukabidhi trilioni 1.327, lakini kwa ujumla wake tungeweza kukukabidhi trilioni 1.811. Toka 600 mpaka 1.8 trillion ni 300% growth. Tumekuwa mara 3. Mheshimiwa Rais, hiyo nilikuwa nazungumza yale ambayo yako ndani ya mikono yetu katika taasisi hizi tunazosimamia. Lakini niende nichukue tu sekta ambayo mara nyingi wanaita ni thermometer, ni kipima joto cha uchumi wa nchi. Banking sector ni kipima joto cha uchumi wa nchi, kwa sababu wafanyabiashara wakifanya vizuri utaziona banking zinavyo grow. Wafanyabiashara wakiwa wanakohoa sana unaona bad loans, non performing loans, mikopo chefuchefu inavyoongezeka na kwenda chini. Mheshimiwa Rais, ulipoingia faida ya mabenki ilikuwa ni bilioni 666. Mwaka huu uliofungwa, faida ya mabenki ni takribani trilioni 2.5. Mheshimiwa Rais na watu wote wanaotusikiliza, wananchi wa Tanzania, hicho ni kipima joto kinachotuambia joto la uchumi wa nchi unakuwa kwa kiasi gani. Lakini kipindi hicho mikopo chefuchefu ilikuwa ni 8%. Mikopo chechefu jana cho Kiswahili kigumu kweli kweli wakati mwingine. Alafu Kiingereza nacho kigumu, sasa shida tupu. Mikopo chechefu ilikuwa 8% mpaka 9%. Leo hii na ishara Governor, kazi nzuri na timu yako unayofanya, lakini najua wote kwa sababu tuna nuru inayotuongoza vizuri, mikopo chechefu iko 2.8%. Ni mara chache Mheshimiwa Rais kuwa na banking sector ambayo inakuwa kwa zaidi ya 20%, alafu at the same time inakuwa na kiwango kidogo cha mikopo chechefu. Ni mara chache sana, lakini hii inazungumza juu ya mabadiliko, juu ya reforms, juu ya imara ambao upo katika nchi yetu. Tutayazungumza TRA, tutayazungumza kilimo, tutazungumza hata kwenye real estate. Mheshimiwa Rais, Dar es Salaam wakati mwingine naiona kama ni site, sio mji tena, ni site. Na nimetumia neno site kwa sababu kuna maendeleo makubwa yanayofanyika, nyumba zinazojengwa, iwe ni infrastructure au ni nyumba zenyewe.
Ukipita Kariakoo ni site. Na National Housing na joint venture mlizofanya, hongereni sana. Ukipita Oysterbay na Masaki, niliomba watu wanisaidie statistics, wakaniambia Mchechu kuna site 383 zinazoendelea. Mheshimiwa Waziri, hongera kwa kutoa vibali vingi vya ujenzi. Lakini Mheshimiwa Rais na wananchi wote wanasema ukitaka ujue uchumi wa nchi yoyote unafanya kazi, angalia the number of cranes au ujenzi unaofanyika katika nchi ile. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais, unastahili tuzo hii kwa sababu ni tuzo ya mageuzi ya kiuchumi na maono ya usimamizi wa hizi taasisi zetu. Hatujazungumza infrastructure kwa kina chake nchi nzima, hatujazungumza ujenzi nchi nzima. Niliwahi ulizwa Dodoma kuna kilimo gani? Najua yule mtu alitaka nimjibu kwamba Dodoma wanalima zabibu. Nikamwambia mimi nafikiri Dodoma zinalimwa nyumba. Kwa sababu kila ukienda, ukisimama Ndejengwa pale, ukachungulia bondeni kule, ule mji kila siku umebadilika. Ni uoto wa nyumba. Kwa hiyo kilimo, mimi ukiniuliza, kilimo kinacholimwa Dodoma ni nyumba, na ile ni reflection ya kukua kwa uchumi, ni reflection ya sera zilizopo ndani ya nchi. Mheshimiwa Rais, najua mawaziri hii wangeizungumza vizuri sana. Mabadiliko yaliyofanywa kwenye sekta ya afya. Namshukuru sana Mungu, wakati mwingine tukikimbia kikazi unasema hebu niende nifanye na health check. Nafikiri Mheshimiwa Rais sasa hivi na mimi hiyo naanza kuifuta kabisa. Kiwango cha huduma zetu za afya kinachotolewa kwenye hospitali zetu kubwa, ukienda India, ukaenda Ujerumani, wakakufanyia vipimo, difference unayoiona ni ndogo sana, literally tuko almost at par. Tunapaswa kujisifia kwamba mageuzi makubwa yamefanyika kwenye sekta ya afya. Sekta ya elimu nitazungumza hivyo hivyo, lakini Waziri Mkenda yuko hapa, nisije nikaharibu statistics zake akasema nimedhoofisha na nimedogosha wizara yake. Lakini pia kuna mageuzi makubwa sana yamefanyika. Mheshimiwa Rais, tumeyaona haya kama kundi, tumeyaona haya kwenye taasisi zetu, tunaona nafasi ambayo tunapewa ya kufanya mageuzi kila mtu kwenye taasisi yake. Tunaiona pressure inayokuja ya kuachieve target, lakini this is what we are born to do. Na life without a pressure sometimes is a boring life. Mheshimiwa Rais, tuzo hii itakapofika utaipata kwa sababu nyingi ambazo tungeweza kuzitaja, lakini sio mzuri sana mimi wakuwa jukwani nikiwa na wataalamu wa jukwani walioko hapa, mawaziri na manaibu waziri. Mheshimiwa Rais, naomba nimalizie hiyo katika tuzo zetu, na kutakuwa na tuzo 7 ambazo zitaenda kutolewa mahali hapa, na asanteni sana kwa kunisikiliza. Asante. Asante Mheshimiwa Rais. Msajili wa hazina ameshatoa maneno ya utangulizi. Kazi yangu sasa ni kutaja majina. Katika kundi la kwanza, Twiga Minerals Corporation, tuje NMB Bank tusogee, na Airtel Tanzania tusogee. Kwa heshima na taadhima, Mheshimiwa Rais, nakuomba urejee tena katika eneo lile la mwanzo. Kama kawaida tutaingilia huko. Tunaanza na Twiga, NMB Bank, Airtel Tanzania. Tuende moja kwa moja. Twiga Minerals Corporation. Ndio hao, makofi mengi. Haya, asante. NMB. Wakati huo huo ni waombe mamlaka ya usimamizi wa bandari TPA tusogee, na NIDA pia tusogee. Hao ni NMB, makofi kwao. Asante. Airtel Tanzania.
Makofi kwao. Airtel, TPA nimewaona na NIDA nimewaona. TCRA naomba pia tusoge. Mamlaka ya bandari wanaanza, watafuata NIDA na baadaye TCRA. NIDA karibuni. Wakati huo huo ni waombe TRC tusogee pamoja na kampuni ya TIPA. TCRA karibuni katika kundi hilo. TRC, TIPA na TBS. Shirika la reli karibuni. TIPA mmeshasogea na TBS mko tayari, mmesogea. TIPA karibuni. TBS nimewaona, lakini niwaombe TASA kitusogee, TFS pamoja na BRELA. Makofi. TBS karibuni. Hao ni TBS wanafunga kundi la tatu. Brass band tutaendelea wakimaliza TBS. Kundi linalofuata ni TASAC, TFS na BRELA. BRELA tusogee. TFS karibuni na BRELA naona mmeshasogea. TTCL tusogee na BOT pia tujiandae. Makofi. Wanapokea tuzo TASAC hao. BRELA karibuni. BRELA. TTCL karibu. Wakati huo huo BOT tujiandae. Makofi. TTCL wanastahili pongezi kwa eneo hili. BOT Governor karibu. Wakati huo Profesa Kitila na msajili tujiandae.
Mheshimiwa Rais, tuzo hii sasa ni maalum kwa ajili yako. Yako wewe, unastahili makofi mengi kwa Mheshimiwa Rais. Kabisa kabisa. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji na Msajili wa Hazina wako tayari kukabidhi tuzo hiyo Mheshimiwa Rais. Naam, anaiangalia. Ofisi ya Msajili wa Hazina inathamini na kutambua mchango wa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, katika kuimarisha mifumo ya usimamizi wa mashirika ya umma kwa maendeleo jumuishi na ustawi wa taifa letu. Gawio 2026. Makofi mengi sana. Sasa hii tuzo ya Mheshimiwa Rais, mkiangalia mnaweza mkaona hili ni grafu. Grafu linaanza hapa, mambo mazuri, linapanda mambo mazuri zaidi. Hapa sasa mambo mazuri zaidi mpaka fedha unaziona, coins ziko hapa. Makofi. Lakini linapanda zaidi huku juu, coins mnaziona, makofi tena mengi. Ni matumaini yetu kwamba Mheshimiwa Rais, yajayo yatakuwa yanafurahisha zaidi. Mheshimiwa Rais, kwa sababu Mheshimiwa Waziri alishakukaribisha, basi na mimi niseme kwa heshima na taadhima, karibu kwa itifaki inayofuata. Naomba wote tuinuke viongozi.